أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu Saria Raji. Maelezo yake mengine yaliyoelezwa kwenye hadisi na historia ni kama yafuatayo. Katika Sahih Bukhari, maelezo ya tukio la Raji yamesimuliwa hivi ya kwamba hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwatuma watu 10 ili kujua hali halisi ya huko, na akamteua hat Asim bin Thabit Ansari kuwa amiri juu yao. Wao wakaondoka hadi wakafika Hada, mahala ambapo ni katikati ya Asfan na Makka. Tawi la Huzail waliokuwa wakiitwa Banu Lihyan walipoambiwa habari yao, watu takriban 200 wakajitokeza kutoka kabila hili la maadui ili kupigana na Waislamu. Wote walikuwa mahiri wa kurushia mishale. Wao wakafuata alama za miguu ya Waislamu hadi wakakuta mahala pao pa kulia tende hizi maswahaba walikuwa wamezichukua kutoka Madina kama masurufu ya njiani. Banu Lihyan wakasema kwamba hizi ni tende za Yasrib. Kwa kuzitambua, wao wakafuata alama zao. Hat Asim na wenzake walipowaona wakajihifadhi juu ya mlima moja. Maadui wakawazingira na wakawaambia kwamba washuke chini, nyini mujisalimishe kwetu, sisi tunaahidi ya kwamba sisi hatutamua yeyote kati yenu. Amiri wa Saria hat Asim bin Thabit akasema, ama mimi wallahi sitashuka katika uhifadhi wa kafiri mmoja. Kisha ye akafanya dua ya kwamba, e Allah, umjulishe nabii wako hali yetu. Maadui wakawarushia maswahaba mishale na wakawaua hat Asim pamoja na maswahaba wenzake 7. Lakini kwa sababu ya ahadi yao waliofanya, watu 3 wakashuka chini, ambao walikuwa kina Khubayb Ansari na Ibn Dasna na mtu mwingine ambaye jina lake lilikuwa Abdullah bin Tarik. Maadui wakawakamata wote 3. Wao wakafungua kamba za pinde zao na wakawafunga na kamba hizi. Hapo mtu wa 3 akasema, huo ni usaliti wa kwanza, wallahi mimi sitakwenda pamoja nani. Kwa yakini kuna mfano kwa wale watu na muradi wake ulikuwa ni mashahidi. Wao wakamvuta sahaba huyo na wakamlazimisha ili yeye aende pamoja nao, lakini yeye akakataa. Hapo wao wakaamua na wakaondoka na hat Khubayb na hat Ibn Dasna na wakawauza katika Makka. Banu Haris bin Amir bin Nofal bin Abd Manaf akamnunua hat Khubayb, na hat Khubayb ni mtu ambaye siku ya Badr alikuwa amemua Haris bin Amir. hat Khubayb akabaki kwao kama mfungwa. Hiyo ni riwaya ya Bukhari. Japo sawa na riwaya ya Bukhari,
kundi hili la masahaba 10 walitumwa ili kufanya ujasusi nao wakaendelea na safari yao kwa kujifichaficha ambapo kwa kutambua kokwa za yasrib mama mmoja akapiga kelele na maadui wakawashambulia. lakini waandishi wengi wa sera wanasema kwamba kundi hili lilikuwa limejiandaa tu na lilikuwa bado halijaondoka. hapo watu waliokuja kumwomba mtume wa bashiri, mtume akawatuma watu hawa pamoja nao. kuhusu hiyo musleh maud na hatmita bashir ahmad saheb pia wameeleza kutoka vitabu mbalimbali vya historia na wanasema ya kwamba maswahaba hawa walikuwa wamekwenda pamoja na ujumbe ule. hivyo katika bukhari na kwenye vitabu ya sira kuna habari ya kujificha kwao katika safari. inaonekana kwamba ni kosa la wasimuliaji, kwani sasa watu hawa hawakuwa na haja ya kujificha, bali maswahaba hawa walikuwa wanakwenda na watu wa azal na qara. lakini hii inaweza kukisiwa ya kwamba maswahaba hawa walipofika katikati ya asfan na makka, watu wa azal na qara ambao kimsingi walikuwa wamewaleta waislamu hawa kwa njama, kwa kufika hapo wao wakivunja ahadi na sawa na mpango walikuwa wameshapanga tayari, watakuwa wamewapatia banu lihyan taarifa yao, na hapo wao wakafika na watu 200. mungu anajua vizuri zaidi. kwa vitu vile watu 200 wa banu lihyan ambao watu 100 walikuwa mahiri wa kurushia mishale wakawashambulia waislamu na kuwazingira. amiri wa jeshi hat asim na wenzake walipojua kuhusu watu hawa, wao wakapanda juu ya mlima moja wa fadfad. katika riwaya moja jina lake limetajwa kama kardat. washirikina wakawazingira maswahaba na wakasema kwamba mkishuka chini sisi tunawaahidini kwamba hatutamua yeyote. tunaapa kwa mungu kwa yakini hatuna nia ya kuwaua nyini. nia yetu ni kutumia njia hiyo na kupata chochote kutoka watu wa makka. hapo hat asim akasema kwamba wallahi mimi sitashuka ili kuomba uhifadhi wa kafiri yeyote. mimi nimeomba naziri kwamba katika maisha yote sitakubali uhifadhi wa kafiri yeyote. wenzake wawili wengine jibu lao pia lilikuwa hili kwamba sisi kamwe hatutakubali ahadi ya mshirikina. hapo hat asim akafanya dua hii kwa allah ya kwamba e allah umjulishe nabii wako kuhusu hali yetu. kwa vyote vile kisha vita ikaanza baina yao. amiri wa jeshi hat asim alikuwa anaonyesha ujasiri na ushujaa wake na alikuwa anasoma beti hizi ambazo tafsiri yake ni kama hivi kwamba mimi kwa sababu gani nijisalimishe, ila hali mimi ni shujaa na ni mahiri wa kurushia mishale na kamba madhubuti imeshonwa kwenye upinde wangu. kutoka upinde huo inatoka kwa kasi mishale mirefu yenye ncha kali. mauti ni haki na maisha hayana uhakika wowote. kile alichopanga mungu lazima kitamshukia binadamu. mtu marejeo yake ni kwa allah tu. nisipopigana nani mama yangu anipoteze. hiyo ni tafsiri ya beti zile. masahaba wote watukufu wakasimama kidete mbele ya maadui kwa ushujaa na ujasiri sana na wakaendelea kupambana nao. hat asim akaanza kuwarushia mishale maadui hadi mishale yote yakaisha. kisha akaendelea kupigana nao kwa mkuki na mkuki pia ukavunjika na upanga ndio uliobaki. ye alipojawa na yakini ya kuuawa kwake akahisi wasiwasi kuhusu mawazi yake, kwani maadui mtu wakimua shahidi walikuwa wakiburura maiti yake na kuifanya kuwa uchi. wakati ule akaomba dua kwa allah ya kwamba allahumma hamaitu dinaka awala nahari fahmili lahmi akhira. e allah, mimi tangu mwanzoni mwa siku nimehifadhi dini yako, sasa mwishoni mwa siku wewe ulinde mwili wangu. kwa kufanya dua hiyo akaanza kupigana tena na hata kwa kishikio cha upanga akawajeruhi watu wawili na akaamua mtu mmoja. kisha ukamfikia ujumbe wa mungu na yeye akauawa shahidi, na hivyo pamwe na watu wake 6 akapata daraja azim ya shahada. hazrat bashir ahmad saheb akieleza tukio hili ameandika ya kwamba
mwezi wa safar mwaka wa 4 wa hijra mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitayarisha kundi moja la maswahaba zake 10 na akamteua asim bin thabit kuwa amiri wao na akamwamuru ya kwamba wao wakifika karibu na makka kwa siri wakusanye habari za quraish na wamjulishe kuhusu njama na mipango yao. Lakini kundi hilo lilikuwa bado halijaondoka, ndipo watu wachache wa makabila ya azal na qara wakamjia mtume na wakasema kwamba katika makabila yetu watu wengi wameanza kuelekea kwa uislamu, wewe utume watu wachache pamoja nasi ambao watuhubiri na watupatie mafundisho ya islam. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kujua tumaini lao akafurahi sana, na kundi lile lililoandaliwa ili kukusanya habari mtume akawatuma pamoja nao. Lakini kimsingi kama ilivyojulikana baadaye, watu hawa walikuwa waongo, na kwa sababu ya kuchochewa na banu lehyan walikuwa wamekuja madina, ambao kwa ajili ya kuchukua kisasi cha mauaji ya kiongozi wao Sufyan bin Khalid walikuwa wametumia njia hiyo, kwamba kwa njia hiyo waislamu watoke kutoka madina na wao wawashambulie. Na banu lehyan walikuwa wamewapangia watu wa azal na qara zawadi nyingi za ngamia kama malipo ya huduma hiyo. watu hawa wasaliti wa azal na qara walipofika kati ya asfan na makka, wao wakawatumia banu lehyan taarifa kwa siri kwamba waislamu wamekuja pamoja nasi, nini pia muje. Hapo vijana 200 wa kabila banu lehyan ambao watu 100 walikuwa mahiri wa kurushia mishale wakajitokeza kupigana na waislamu na wakaja kuwazingira katika eneo la raji. watu 10 wangewezaje kupigana na wanajeshi 200? Lakini waislamu walikuwa hawakupewa fundisho la kujisalimisha. Mara moja maswahaba hawa wakapanda juu ya mlima moja wa karibu na wakawa tayari kupambana nao. Makafiri ambao kudanganya haikuwa kitendo cha aibu wakawaita waislamu wakisema kwamba shukeni chini kutoka mlima, sisi tunafanya ahadi imara kwamba hatutawaueni. Asim akajibu kwamba sisi hatuna imani na ahadi yenu na hatuwezi kushuka kwa msingi huo. Kisha akainua uso wake juu na akasema, e Allah, unaona hali yetu, umfikishie nabii wako habari ya hali yetu. Ilmuradi Asim na wenzake wakapigana nao na mwishowe katika hali hiyo ya kupigana wakauawa shahidi. namna ambavyo Allah aliilinda maiti hat Asim bin Thabit, dua aliyekuwa ameifanya kwamba e Allah ni hifadhi maiti yangu. Kuhusu hiyo Hatmiza Bashir Masab anaandika zaidi kwamba kuhusu tukio hili la Raji, riwaya hii pia inapatikana kwamba Quraish wa Makka walipojua kwamba watu waliouawa na Banu Lehyan katika Raji, Asim bin Thabit pia ni mmoja wao, na kwa kuwa Asim siku ya Badr alikuwa amemua kiongozi mmoja mkubwa wa Quraish, hivyo wao wakatuma watu makhsus kwenda Raji na wakawaambia kwamba walete kichwa cha Asim au kiungo chochote cha mwili wake ili wapate kutulia na jaziba yao ya kulipiza kisasi iweze kupoa. Katika riwaya nyingine inapatikana kwamba mtu ambaye Asim alikuwa amemua, mama yake Salafa bin Saad alikuwa ameomba naziri kwamba yeye atakunywa pombe kwa kutia kwenye kichwa cha muaji wa mwanaye, na yeye alikuwa amepanga zawadi ya kwamba mtu ambaye ataleta kichwa chake ye atapewa ngamia 100. hiyo ilikuwa hali yao ya kulipiza kisasi na ghadhabu. Lakini ni mpango wa Mungu kwamba watu hao walipofika huko wakaona kwamba makundi ya nyuki wamefunika maiti ya Asim na hawatoki huko. wao wakatumia njia zote ili kuwarusha kutoka huko, lakini hawakufanikiwa. mwishowe watu hawa wakalazimika kurudi nyuma bila kupata chochote, na baadaye muda si muda ikaja tufani ya mvua na ikasomba maiti ya Asim na kuipeleka mbali. Imeandikwa kwamba Asim wakati wa kusilimu alikuwa amefanya ahadi kwamba siku za usoni ye atajiepusha na kila kitu cha kishirikina hadi hatakaribia mshirikina. Hat Umar alipopata taarifa ya tukio hilo na kifo chake akasema kwamba Mwenyezi Mungu anajali sana hisia za waja wake. Hata baada ya mauti pia Mungu akaifanya ahadi ya Asim kutimia na akamlinda na washirikina hawakuweza kugusa mwili wake. Hat Asim anaitwa Hamid Dubar pia, yani mtu ambaye alisalimishwa kwa kupitia niuki. Mwenyezi Mungu baada ya kifo chake akamhifadhi kwa niuki.
kisha kuna habari ya shahada ya hat muattib bin abaid na masahaba wengine. hat muattib bin abaid akipigana na adui akajeruhiwa vibaya. maadui wakamfikia na wakamua shahidi. pamoja naye masahaba watano wengine wakaendelea kupigana kwa ushujaa na wakashambuliwa na mishale yao na wakauawa shahidi. hivyo kwa ujumla masahaba 7 wakauawa shahidi. na sasa waliobaki walikuwa masahaba watatu tu, hat khubayb bin adi, hazrat zaid bin dasnan, hat abdullah bin tarik. maadui wakafanya ahadi na masahaba hawa kwamba hatutawapatigeni madhara yoyote na tunawapatigeni amani, nini mujikabizi kwetu. hapo masahaba wakashuka kutoka mlima. maadui walipo wakamata na wakafungua kamba za pinde zao, na kwa kutumia kamba hizi wakawafunga masahaba. hapo abdullah bin tarik akasema kwamba huo ni uvunjifu wenu wa kwanza wa ahadi. wallahi sitakwenda pamoja nani, na mimi nampenda mfano wa wale waliouawa shahidi. maadui wakataka kumvutia kwa nguvu na wakajaribu sana, lakini abdullah bin tarik hakufanya hivyo, na hapo makafiri wakaamua abdullah. sawa na baadhi ya riwaya, maadui wakamata maswahaba hawa watatu na wakaelekea kwenda makka. walikuwa na nia ya kuwauza kwa watu wa makka. ujumbe huo ulipofika katika maeneo ya marru zohran inayopatikana maeneo ya kaskazini ikiwa na kilomita 22 kutoka makka, abdullah bin tarik akafungua mikono yake na akashika upanga na akaanza kupigana nao. maadui walipo na jaziba yake ya jihadi wakasukuma nyuma na wakaanza kuwarushia mawe mpaka wakaamua abdullah bin tarik. kaburi lake linapatikana katika maeneo ya marru zohran. na kuhusu hiyo mirza bashir ahmad saheb ameandika hivi ya kwamba masahaba 7 walipouawa na wakabaki khubayb bin adi na zaid bin dasna na sahaba mwingine, na kwa kuwa makafiri ambao tumaini lao halisi au nia yao halisi ilikuwa ni ya kuwakamata watu hawa kuwa hai, wakawaita na wakasema kwamba shukeni chini, tunafanya ahadi kwamba hatutawapatigeni madhara yoyote. sasa waislamu hawa wakashuka chini, lakini mara waliposhuka makafiri wakawafunga na kamba za pinde zao. na hapo rafiki wa khubayb na zaid ambaye jina lake limetajwa abdullah bin tarik hakuweza kujizuia na akasema kwamba huo ni uvunjifu wenu wa kwanza wa ahadi na sijui kwamba huko mbele mtafanya nini. na abdullah akakataa kutembea nao, na makafiri kwa muda wakaendelea kumburura na wakaendelea kumpiga, lakini kisha wakaamua na wakamtupa pale pale. na kwa kuwa kisasi chao kilikuwa kimeshatimia kwa ajili ya kuwafurahisha Quraish na kwa ajili ya kupata hela, wakaelekea Makka pamoja na Khubayb na Zaid, na kwa kufika huko wakawauza kwa Quraishi. hivyo vijana wa Harith bin Amir bin Nofal wakamnunua Khubayb, kwani Khubayb alikuwa amemua Harith katika vita ya Badr, na Sufwan bin Umayya akamnunua Zaid. washirikina wakawakamata Khubayb bin adi na zaid bin dasna na wakakwenda nao Makka. kwa kufika Makka wakawauza masahaba hawa. vijana wa Harith bin Amr kama ilivyoelezwa kabla wakamnunua Khubayb ili waweze kuchukua kisasi cha baba yao Harith ambaye Khubayb alikuwa amemua siku ya Badr. sawa na ibn ishaq, hujair bin abu ihab tamimi alikuwa amemnunua Khubayb ambaye alikuwa mwenza wa watoto wa Haris, na kisha mwana wa Haris Ukba akamnunua ili aweze kuchukua kisasi cha baba yake. na pia imesemwa kwamba Ukba bin Haris alikuwa amemnunua Khubayb kutoka Banu Najjar. na pia imesemwa kwamba vijana wa Abu Ihab, Ikrima bin Abu Jahl, Akhras bin Shuraik, Ubaida bin Hakim, Umayya bin Abu Utba Hazrmi walikuwa wamemnunua Khubayb pamoja na Sufwan bin Umayya. hawa ni watu ambao mababu zao walikuwa wameuawa katika vita vya Badr, na watu hawa wakamnunua Khubayb na wakampatia Ukba bin Haris ambaye akamfunga kwenye nyumba yake. Ibn Hisham anasema kwamba wao wakawauza Khubayb na Zaid bin Dasna kama mbadala wa wafungwa wa Huzail waliokuwa katika Makka.
riwaya moja inasema kwamba zaid alikuwa ameuzwa kwa bei ya mithqali moja ya dhahabu na sawa na kauli moja alikuwa ameuzwa kwa bei ya ngamia 50 na khubaya pia alikuwa ameuzwa kwa bei ya ngamia 50 sawa na riwaya moja khubayb alikuwa ameuzwa sawa na bei ya ngamia 100 na sawa na riwaya moja alikuwa ameuzwa kwa bei ya mithqali 80 dhahabu. Inasemwa kwamba watu wachache wa Quraysh pia walishiriki katika zoezi hilo na wakawachukua Khubayb na Zaid bin Dasna na wakaingia katika mwezi mtakatifu wa Zulqada na wakaendelea kuwafunga mpaka miezi mitakatifu hiyo ikapita. Habari hiyo nimekusha eleza katika hutuba iliyopita. Ibn Ishaq na Ibn Saad wanasema kwamba Sufwan bin Umayya alikuwa amemnunua Zaid ili aweze kumua kama kisasi cha baba yake Umayya bin Khalf. Safwan baada alikuwa amesilimu. Ye alikuwa amemfunga kwa watu wa Banu Juma na inasemwa kwamba alikuwa amemweka kwa mtumwa wake Nustas. Hivyo miezi mitakatifu ilipokwisha, Safwan akampeleka mtumwa wake Nustas upande wa Tanim. Tanim inapatikana katika maeneo katikati ya Makka na Madina upande wa Syria, ikiwa na umbali wa maili 3 au 4. Akamtoa kutoka haram ili aweze kuumua na kundi la Quraysh pia wakajumuika huko. Abu Sufyan bin Harb pia alikuwepo kule. Wakati ambapo akaletwa ili kuuawa, Abu Sufyan akasema kwamba e Zaid, mimi nakupa kiapo cha Allah, je unakubali, unapenda kwamba badala yako wewe tuwe na Muhammad wakati huu na sisi tuumue na wewe ubaki kwa watu wako wa familia? Zaid akasema kwamba wallahi mimi sipendi kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati huu nyumba ambamo hata mwiba uchome kwenye mguu wake na umuuzi na mimi nibaki kwa ahali yangu. Hapo Abu Sufyan akasema kwamba sijawahi kuwaona watu katika watu ambao wawapende kama vile maswahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanampenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mistas akamua Zaid. Sawa na riwaya moja, baadhi ya watu wengine wa Quraysh pia wakaanza kumrushia mishale mpaka yeye akauawa shahidi. Baadaye Nustas pia akasilimu. Ibn Uqba ameeleza ya kwamba Zaid na Khubayb siku moja walikuwa wameuawa shahidi, na siku ambapo waliuawa shahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisikika akisema, alikuwa anasema kwamba wa alaikumus salam, yani amani iwe juu yenu nyote. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameeleza tukio hili kama hivi ya kwamba Safwan bin Umayya akiwa na mfungo wake Zaid bin Dasna akatoka nje ya haram. Watu wa viongozi wa Quraysh walikuwa pamoja naye. Baada ya kufika nje, Safwan akamwamuru mtumwa wake Nustas kwamba amue Zaid. Nustas akaja mbele na akachukua upanga wake. Wakati ule Abu Sufyan bin Harb, kiongozi wa Makka aliyekuwepo katika watu, akaja mbele na akasema kwamba sema ukweli, je moyo wako hautamani kwamba wakati huu tungekuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mikononi mwetu badala yako wewe, na sisi tungemua na wewe ungesalimika na ungepitisha siku za furaha kwa watu wako? Damu ikaingia machoni mwa Zaid na akasema kwa hasira, Abu Sufyan unasema nini? Wallahi mimi sipendi hata kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hata muba moja uchome kwenye miguu yake. Abu Sufyan hakuweza kujizuia na akasema, wallahi sijawahi kumwona mtu akimpenda mwingine kama vile masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanampenda. Kisha Nustas akamua Zaidi. Kuhusu tukio hilo Hazrat Musleh Maud anaandika ya kwamba waliokuja kuangalia tamasha hiyo, mmoja alikuwepo Abu Sufyan, kiongozi wa Makka. Ye akaeleka kwa Zaid na akamuuliza kwamba je, hupendi kwamba Muhammad awe juu ya mahala pako na wewe uwe kwenye nyumba yako kwa amani? Zaid akamjibu kwa hasira kwamba Abu Sufyan unasema nini? Wallahi
kwa ajili yangu kufa ni bora kuliko jambo hili kwamba mwiba mmoja uchome kwenye miguu ya muhammad saa salam katika mitaa ya madina. abu sufian hakuweza kujizuia na kupata athari kubwa sana, na akamwona zaid kwa mshangao na akasema kwa sauti ya chini kwamba mungu ni shahidi, kama vile watu wa muhammad wanampenda muhammad saa salam, sijawahi kumwona mtu akiwapenda wengine. mwandishi mmoja wa sera akieleza tukio la kifo cha khubab anaandika kwamba khubab alikuwa amekamatwa na hujair bin ihab na alikuwa akiishi kwa vijana wa haris bin nufal. wao wakamtendea khubab kwa zulma. kwa kuona zulma hiyo khubab akasema kwamba kaumu yenye heshima haimtendi mfungwa wake kama hivi. jambo hilo likawaletea makafiri athari njema na kisha wao wakaanza kumtendea kwa wema. ibn shihab alikuwa akisema kwamba ubaidullah bin ayaz akaniambia ya kuwa binti wa haris akamweleza ya kwamba makafiri walipoafiki kwamba watamua khubab akaniomba kiwembe ili aweze kukitumia, hivyo yeye akampatia kiwembe. binti wa haris anasema kwamba wakati ule mtoto wangu mmoja akaja kwa khubab na yeye akamchukua, na mimi nikamwona khubab alikuwa amemkalisha mtoto juu ya paja lake na kiwembe kipo mkononi mwake. mimi na kwa kuona manzari haya nikapata hofu. ye akatambua hofu yangu kutoka uso wangu na akasema kwamba je, unaogopa kwamba mimi nitamua? mimi sitafanya hivyo. waislamu wanatimiza ahadi na hawafanyi zulma. binti wa haris alikuwa anasema kwamba wallahi sikuwahi kumwona mfungwa ambaye awe mbora kuliko khubab, na kisha akasema wallahi siku moja nikamwona khubab kwamba zabibu zipo mkononi mwake na yeye anazila, na alikuwa amekamatwa na minyororo, na katika siku zile hakukuwepo tunda lote katika maka. alikuwa anasema kwamba hiyo ilikuwa riziki kutoka kwa allah ambayo allah akampatia khubab. makureshi walipompeleka nje ya mahala patakatifu ili waamue kwenye sehemu ambayo ni nje ya mahala patakatifu, khubab akasema kwamba ni ruhusu ili ni swali raka mbili. wao wakamruhusu. ye akaswali raka mbili na akasema kwamba kama nini mungewaza kwamba hali hii niliyo nayo ni natija ya hofu, basi ninge swali sala ndefu. kisha akifanya dua kwa allah akasema kwamba e allah, yani kama nini mungefikiri kwamba labda mimi na swali sala ndefu ili niweze kusalimika, mimi sikuswali sala ndefu na nimeswali sala fupi, ili musije mkafikiri kwamba labda mimi nimeswali sala ndefu ili kuepukana na mauti. kama moyoni mwangu nisingepata wazo hilo kwamba labda mtafikiri ya kuwa mimi na swali sala ndefu ili niweze kusalimika, basi labda ninge swali sala ndefu. na kisha ye akaomba dua kutoka kwa mungu na akasema kwamba e allah, uwaangamize maadui hawa mmoja baada ya mwingine. na khubab akasoma shairi kwamba ninapo uwawa katika hali ya muislamu sijali kwamba naanguka kwenye upande gani kwa ajili ya allah, na kuanguka kwangu ni kwa ajili ya zati ya allah tu, na akipenda anaweza kutia baraka kwenye vipande vya mwili vilivyokatwa. bashir ahmad saheb akieleza hali ya khubab anasema kwamba kwa kuwa masahaba hawa walikuwa wamekamatwa na Quraysh, siku moja khubab akamwomba binti wa haris kiwembe na ye akampatia kiwembe. hicho kilikuwa mkononi mwa khubab. mtoto mmoja wa binti haris akaja kwa khubab na khubab akamkalisha juu ya paja lake. mama alipoona kwamba mkononi mwa khubab kuna kiwembe na juu ya paja lake mtoto wake ameketi, akatetemeka kwa hofu. khubab akaona na akielewa hofu yake akasema, je, unawaza kwamba mimi nitamua mtoto huyo? usifikiri hivi, mimi sitafanya hivyo. uso wa mama kwa maneno ya khubab ukabadilika.
na mama huyu akapata athari kubwa kutoka hulka za Khubayab, na alikuwa anasema kwamba sikuwahi kumwona mfungwa aliye mbora kuliko Khubayab. Na pia alikuwa anasema kwamba safari moja niliona mkononi mwa Khubayab zabibu, na ye alikuwa anazila zabibu zile, ila hali katika siku zile katika Makka hakukuwa hata alama ya zabibu, na Khubayab alikuwa amefungwa kwenye minyororo. Anasema kwamba nilikuwa nafahamu kwamba hiyo ilikuwa riziki ya Mungu ambayo Allah alikuwa anampatia. Tukio la Khubayab sawa na riwaya moja ni kama hivi. Katika riwaya moja tukio lake limeandikwa hivi ya kwamba Muawiya alikuwa mjakazi wa Hujair bin Ihab aliyeachwa huru, na katika Makka Khubayab bin Adi alikuwa amefungwa kwenye nyumba yake ili miezi mitakatifu ikiisha ye aweze kuuawa. Muawiya baadaye akakubali Islam na akawa muislamu imara. Muawiya baadaye alikuwa anasimulia kisa hiki akisema kwamba wallahi sikuwahi kumwona mfungwa aliye mbora zaidi kuliko Khubayab. Nilikuwa namwona kutoka mlango wangu, na ye alikuwa amefungwa kwenye minyororo, na katika elimu yangu katika siku zile hakukwepo hata alama ya zabibu. Katika maeneo yale hakukuwa na zabibu, lakini hat Khubayab alikuwa na zabibu mkononi mwake, zabibu nyingi, na si habari ya mara moja, bali ye akaona mara kadhaa, na ye alikuwa anakula zabibu zile. Hiyo haikuwepo chochote isipokuwa riziki ya Allah. Had Khubayab alikuwa anasoma Qur'an kwenye tahajjud, na kina mama kwa kusikia usomaji huo walikuwa wakilia na walikuwa wanahisi huruma kwa Khubayab. Ye anasema siku moja nikamuuliza Khubayab, Khubayab, kama una haja yoyote? Ye akasema hapana, isipokuwa jambo moja tu, kwamba ninyweshe maji baridi na usinipatie chochote kutoka nyama inayochinjwa juu ya majina ya masanamu. Chakula mnachonipatia msinipatie chakula ambacho nyama yake inachinjwa juu ya masanamu. Na jambo la tatu, watu wakinuia kuniua niambie tu. Hivyo miezi mitakatifu ilipokwisha na watu wakaafiki ili kumua Khubayab, anasema nikaenda kwake na nikampatia habari hiyo. Anasema kwamba wallahi ye hakujali habari hiyo hata kidogo. Ye akasema kwamba nipatie kiwembe ili niweze kufanya usafi. Ye anasema kwamba nikampatia kiwembe kwa kupitia mwana wangu Abu Hussein. Msimuliaji anasema kwamba huyu hakuwa mtoto wake wa kuzaliwa, bali Muawiya alikuwa amemlea tu. Mtoto huyu alipoenda kwake, anasema nikapata wazo kwamba wallahi Khubayab amechukua kisasi chake. Sasa mtoto wangu yupo kwake na kiwembe kipo mkononi mwake, ye atachukua kisasi tu. Nimefanya nini? Nimempatia kiwembe kwa kupitia mtoto huyo, na Khubayab atamua mtoto kwa kiwembe, na kisha atasema kwamba nimechukua kisasi changu. Mtoto wangu alipofika kwake na kiwembe, yeye akachukua kiwembe na akasema kwa mzaha kwamba wewe ni shujaa sana. Je, mama yako hakupata hofu juu ya usaliti wangu, kwamba amekutuma na kiwembe kwangu, ilhali nini imekusha amua kwamba mtaniua? Muawiya anasema kwamba mimi nilikuwa nasikiliza maongezi haya ya Khubayab, nikasema kwamba ewe Khubayab, mimi kwa sababu ya imani ya Allah sikupata hofu kutoka kwako, na mimi nikimtegemea mpendwa wako nimekutumia kiwembe kwa kupitia mtoto huyo, na sikukutuma kiwembe ili umue mtoto wangu. Khubayab akasema kwamba sitafanya hivyo, kwamba nimue mtoto. Katika dini yetu usaliti ni haramu. Ye anasema kwamba kisha nikampatia Khubayab taarifa kwamba watu hawa kesho asubuhi watakuondoa kutoka hapa na watakuua, na siku ijayo watu wakampeleka Khubayab katika eneo la Tanim. Na kama nilisema kwamba hiyo ilikuwa sehemu ikiwa na umbali wa maili 3 kutoka Makka. Kwa kuona tamasha ya Khubayab, watoto, kina mama, watumwa na watu wengi wa Makka wakafika huko, na wote wakafika huko waliotaka kisasi.
na kwa ajili ya kupoza macho yao na wale ambao hawakuwa nia ya kuchukua kisasi lakini walikuwa maadui wa islam na waislamu walifika huko ili kudhihirisha upinzani na kuonyesha furaha kwamba waone kwa namna gani ana uwawa kisha makuraish walipowapeleka khubayab na zaid bin dasna katika eneo la tanim kwa amri ya washirikina ubao moja mrefu ukanyanyuliwa na kisha watu walipopeleka khubayab karibu na ubao huo ulioinuliwa ini wakafika karibu na ubao uliokuwa umechimbwa huko khubayab akasema kwamba je naweza kupata nafasi ya kuswali raka mbili wakasema ndio khubayab akaswali nafaa mbili kwa kifupi na hakurefusha kama nisemavyo hakurefusha ili wasije wakawaza kwamba labda mimi na swali ili kuepukana na mauti riwaya ambayo imesimuliwa hivi sawa na riwaya hiyo muavia alikuwa mjakazi wa hujair bin abu ihab aliyeachwa huru ambaye nyumbani kwake khubayab alikuwa amefungwa sawa na alama ibn abdul bar khubayab alikuwa amefungwa kwenye nyumba ya ukba na mke wa ukba alikuwa anampatia chakula na wakati wa chakula alikuwa anafungua minyororo yake kwa vyote vile watu hawa waliojitolea na walikuwa hawana hofu kuhusu mauti na kwa ajili ya islam walikuwa tayari kujitolea uhai wao muda wote masahaba hawa kuna maelezo mengine ya saria hiyo ambayo nitaeleza katika siku za usoni inshallah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر